Baada ya kuzungumza na Shemasi Philip Adrian Mtwa wa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma kuhusu Dominika ya Huruma ya Mungu, nilikupa dokezo ya kwamba tutaungana na mtunzi mahiri lakini pia mwalimu kutoka kwaya Mwenye Heri Maria Teresa Lidokoska. Yeye anafahamika kama Mwalimu Laurian Walter Nyoni, mtunzi wa wimbo unaofahamika kama Huruma ya Mungu. Leo tunapoizungumzia Dominika ya Huruma ya Mungu, tumependa na imempendeza Mungu tukutane naye na atushirikishe katika utunzi wa wimbo wake huo. Ni vitu gani hasa vilimsukuma kuandika na kutunga wimbo ule? Mwalimu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana katika studio za Mwangaza FM. Asante sana ndugu mtangazaji. Si mara yako ya kwanza kufika hapa, lakini leo ni mara ya kwanza kwa sababu tunakwenda kuzungumzia wimbo mmoja na sio katika ujumla kama ambavyo huwa tunazungumza kuhusiana na kwaya na masuala mazima ya uimbaji. Leo tutajikita kuzungumza kuhusiana na wimbo Huruma ya Mungu. Watu wanakufahamu wengine na wengine pengine hawakufahamu. Kwa kidogo, kwa kifupi sana, natamani utugusie pengine wewe safari yako ya muziki ilianzia wapi kidogo sana. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Safari yangu ya muziki ilianza zamani, tangu nikiwa mtoto mdogo. Tangu nikiwa mdogo sana nilijikuta tunapenda muziki. Kwanza nilikuwa napenda sana muziki ya kidunia. Kumechangamka. Rasmi sema kweli. Nilikuwa napenda sana muziki nikiwa mtoto mdogo. Unajua mimi nilizaliwa hapa Dodoma mjini kabisa. Kwa hiyo maeneo ambayo niliyokulia kulikuwa na hizo varangati za mambo ya muziki. Kwa hiyo nakumbuka sana katika utoto ule nilikuwa napenda sana muziki ya mwanamuziki anaitwa Yvonne Chakachaka. Hiyo mfano, alafu na muziki mingine ya kutoka ya nje pia. Ya kucheza kwa kuslide. Tulikuwa tunafanya hivyo zamani. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana hiyo na hata rafiki zangu, lakini nikaja kuvutiwa sana na muziki wa kanisani katika udogo ule. Katika udogo ule nilivutiwa sana na muziki wa kanisani, kawa napenda. Kwa hiyo hata nilipokwenda shule nilibahatika sana. Nilisoma shule ya msingi, kulikuwa na somo la muziki. Shule ya msingi Kaloleni. Kulikuwa na somo la muziki. Japokuwa sikusoma kwa muda mrefu. Baadaye nikahamia nyumbani Songea. Kule nilipoenda kusoma elimu ya sekondari pia nikakutana na somo la muziki. Kwa hiyo nikaopti somo la muziki, nikaacha kusoma physics, nikachukua muziki kuanzia form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo ile sasa ilikuwa katika upana wake. Ina mambo mengi. Mimi nikachagua tu muziki mtakatifu. Lakini ningeweza kwenda kwenye sehemu nyingine yoyote ile. Kwa pengine saizi tungekuona huko kama ni kwenye bongo flavor na kwingineko. Yote vile, kwa sababu hiyo hata sasa hivi ukiniletea ukiniambia nikutungie wimbo wa bongo flavor wa kwenda wa kidunia kabisa, naweza kabisa. Na unatunga kabisa vizuri tu. Lakini sasa nimeamua kwanza kumwimbia Mungu. Ni mwaka gani hasa ulianza rasmi kuandika na kutunga nyimbo? Rudia tena samani. Ni mwaka gani hasa ulianza wimbo wako wa kwanza wa kikanisa ambao uliuandika? Wimbo wangu wa kwanza niliutunga bado nikiwa mdogo, nikiwa ndio niko sekondari, wakati ndio nafanya mazoezi. Kwa hiyo ilikuwa mwaka, kama sikusei, mwaka 95 hivi. Mwaka 95 nilitunga wimbo wangu wa kwanza kabisa. Sawa, pengine tukirudi sasa katika tungo zako ambazo umekwisha kuzifanya mpaka sasa. Na nimejaribu kufuatilia baadhi ya nyimbo zako, lakini nikija kwenye wimbo wa Huruma ya Mungu, ninaona katika mtindo wa tofauti kidogo. Pengine kwako wewe kama mtunzi, ukilinganisha na nyimbo zako ambazo tayari umekwisha ziandika, ambazo zimekwisha rekodiwa, na nyingine ambazo bado pengine unaziandika ambazo zinaimbwa tu kanisani, kuna tofauti gani kati ya wimbo huo na hizo nyingine? Tofauti ipo kwa maana kwamba ule wimbo kama unavyoitwa wenyewe, unavyojinasibu wenyewe kwamba ni huruma ya Mungu. Kwa hiyo hata unapoimba inabidi uwe tofauti kidogo, kwa sababu kumbuka tunaomba huruma ya Mungu. Sasa unapoomba huruma ya Mungu inabidi uwe katika hali gani? Inabidi uwe katika hali ya utulivu fulani hivi. Kwa hiyo hata ule wimbo wenyewe ukiusikiliza au ukiuangalia au hata mwenyewe ukiuimba, moja kwa moja utakuvutia kwamba lazima uimbe ukiwa katika hali ya utulivu, tofauti na nyimbo nyingine. Kwa hiyo hakutakuwa na kashikashi za kusema utacheza sana, utarukaruka, utapiga ngoma hivi, hapana. Pale unaomba huruma ya Mungu, na tunapoomba huruma ya Mungu tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Nini kilikusukuma kuandika wimbo huo wa Huruma ya Mungu? Ni kwamba
tunahitaji bado, yani katika maisha ya mwanadamu miongoni mwa vitu ambavyo tunavihitaji sana ni huruma ya Mungu, kwa sababu sisi hatujakamilika. Kwa hiyo tunapomuomba huruma ya Mungu, maana yake tunaomba Mungu atusamehe tu hata kama hatustahili. Wakati mwingine hatustahili kabisa, lakini inabidi tu, na Mungu yeye kwa kawaida yupo hivyo, huwa anasamehe tu pasipo kuangalia kwamba tunastahili au hatustahili. Kwa hiyo sasa sisi lazima tuombe huruma ya Mungu wakati wote. Unajua kuna kutubu dhambi, lakini pia kuna kuomba huruma ya Mungu. Unajua vitu viwili ni vitu viwili vinaenda pamoja, lakini vinatofautiana kidogo. Unaposema kutubu dhambi, manake unaacha, yani umeamua kwamba bwana, mimi huwa nafanya dhambi 1 2 3, sasa nimeamua kuziacha hizo dhambi. Hapo unafanya nini? Unatubu dhambi. Lakini kuomba huruma ya Mungu ni kumlilia Mungu sasa akusamehe. Kwa sababu unaweza kaacha dhambi alafu ukakaa tu kimya, lakini unamlilia Mungu sasa ufanye nini? Akusamehe. Kwa hiyo Mungu, wakati wote sisi tunapaswa kuomba huruma ya Mungu. Kwa sababu gani? Tukiomba huruma ya Mungu pia tunaamini kwamba tunaweza tukapata neema nyingine hata sisi kuweza kuwasamehe wengine pia. Sawa, wapo ambao hutunga wimbo ama nyimbo kulingana na hali wanayokutana nayo kwenye safari ya maisha. Mwingine anaweza kusema mimi nimetunga wimbo huu, nilikuwa napitia kipindi kigumu 1 2 3. Pengine kwako katika huruma ya Mungu kuna kipindi chochote ambacho ulikuwa unakipitia, ama kuna tukio gani la muhimu na la kipekee ambalo lilisukuma utunzi ule? Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri labda pengine ni mlolongo wa matukio, series nasema ni mlolongo wa matukio. Kabla ya huruma ya Mungu kuna wimbo niliwahi kutunga, unaitwa Moyo wa Kusamehe. Unaona sasa? Kwa hiyo vile vinaendana. Moyo wa kusamehe, alafu then baadaye ikaja huruma ya Mungu. Kwamba inabidi tu moyo wa kusamehe, kwamba sisi wenyewe inabidi tufanye nini? Tusamehe tu. Wanapotukosea wenzetu tufanye nini? Tusamehe tu bila kujali kwamba tumekosea kwa kiasi gani. Unaona? Lakini katika ule wimbo Moyo wa Kusamehe, kuna uwezo, unapotunga wimbo uwezo ukatunga vitu vyote. Kwa hivyo baadaye unajua kumbuka kwamba unajua kumbe kuna huruma ya Mungu. Tunapaswa kuomba huruma ya Mungu. Hata ile huruma ya Mungu tukiipata ipasavyo kabisa tukaiomba, basi kumbe hata ule moyo wa kusamehe utafanya nini? Utakuwa unafanyika vizuri. Kwa hiyo kumbe kuna muunganiko kati ya hivyo vitu viwili. Kwa hiyo ni kweli kunakuwa na matukio ya kibinadamu yapo mengi. Kwa hiyo katika unapopitia matukio 1 2 3, basi unaona kwamba hapa hili bila huruma ya Mungu hapa sitoboi, sivuki. Natamani ningekuuliza ni tukio gani ambalo kwako ulilipitia ukasema hapa kwa kweli bila huruma ya Mungu sintoweza? Ndugu mtangazaji, anyway sijui, lakini matukio ni mengi. Matukio ni mengi tu kwa kweli. Wakati mwingine nilishawahi kufanya mahojiano na wewe, nilishakwambia kwamba kuna matukio ambayo wakati mwingine bila huruma ya Mungu huwezi ukatoboa. Kwa mfano nitoe mfano matukio mbali. Kwa mfano nilishawahi kusema kwamba kuna mali fulani nilishawahi kunusurika kuuawa. Unaona? Sasa nimenusurika kuuawa, lakini kwa kazi ya utume. Kuuawa kabisa, sio kule kuuawa mtu anakutishia kwamba nitakuua. Huko hafanya na nitakuua, huko anakutishia kama ukimbie. Anakuja kabisa kwamba ameshajiandaa, yuko tayari, na kwamba sasa wewe inabidi utafute njia ya kujiokoa. Unaona? Lakini mtu au watu waliofanya hivyo niliwasamehe, lakini kuwasamehe kule sio kwamba ni hivi tu. Hiyo ni neema tu, na nafikiri ni huruma ya Mungu yenyewe pia. Unaona? Huo tu ni mfano. Lakini pia kuna vitu vingi kama binadamu huwa tunapitia. Unaona, tunapitia vitu vingi ambavyo wakati mwingine vinatuumiza sana. Na binadamu sisi kuna masuala ambayo huwa yanatuumiza sana. Kwa mfano kwenye masuala ya kiuchumi. Huwa yanatuumiza sana, huwa yanaacha majeraha sana. Maana uchumi ukitikisika ukayumba wakati mwingine, lakini pia ukaonekana umesababishwa na hapo, sasa inahitajika huruma ya Mungu. Lakini pia kuna masuala mengine ya kimahusiano pia. Unapokuwa kwenye mahusiano yale pia huwa yanaumiza sana. Ikatokea vitu vikaumiza sana pale, wakati mwingine watu pale ndio huwa wanaapa. Mimi sintokuja. Unaona? Sasa huruma ya Mungu inahitajika hapo.
Kwa hivyo vitu vyote tunapitia si kama binadamu, hata mimi kama binadamu nimepitia vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine pia mimi kama mimi sio kwa ajili ya kutunga tu wimbo watu wasikie, lakini pia mimi mwenyewe nahitaji huruma ya Mungu. Pengine ni kwa namna ambavyo wimbo huu umewafikia watu mpaka sasa, wapo ambao wameshasikia pengine kutokana na uimbaji ambao uliimbwa na kwaya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska kutoka parokia ya Keindege. Natamani kujua pengine kuna yeyote baada ya wimbo ule kutoka, pengine labda kuna watu walikutafuta wakakwambia kupitia wimbo ule nimefanikiwa 1 2 3, ama nilikuwa napitia hili nimevuka kwenye hili. Anyway, watu unajua kuna ile mtu anasema tu kwamba wimbo nimeguswa sana na wimbo. Nimeguswa sana na wimbo. Lakini sio lazima mtu aseme. Inawezekana labda kuna mtu mwingine anasema tu ameguswa, lakini vitendo vyake au jinsi anavyoelezea ameguswa kwa kiasi gani, asiseme, utajua tu kwamba labda pengine kuna tukio. Tofauti na nisho kutoa mfano tofauti na Moyo wa Kusamehe, kuna mtu mmoja alitoa ushuhuda mkubwa sana. Ambao pia kwa kweli hilo mimi bado imebaki alama kwangu. Lakini kwenye upande wa huruma ya Mungu sikuwahi kupata mtu ambaye amesema kwamba kulikuwa na 1 2 3. Huu wimbo umenisaidia 1 2 3. Isipokuwa unaangalia vitendo vya watu. Kwa mfano tuliwahi kwenda mwaka juzi nafikiri mwaka 2023 tulikuwa na tamasha. Ndio. Tamasha iliandaliwa na kwaya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska. Tamasha lile nadhani tulialika kwaya rafiki zetu, kwaya ya Mtakatifu Kizito kutoka Dar es Salaam. Tulikuwa tuna nyimbo nyingi za walimba nyimbo na sisi pia tukaimba. Katika nyimbo miongoni mwa nyimbo tulizozichagua ilikuwa ni ya huruma ya Mungu. Pale kwenye tamasha ziliimbwa nyimbo nyingi sana. Na mwishoni pale watu kila wimbo unaoimba watu wanafanya nini? Wanafurahia. Lakini ilipofika tulipoimba wimbo huruma ya Mungu, mwishoni kabisa tumemaliza, kuna mtu akajitokeza akasema tu kwa wimbo huu mimi akatoa kiasi kikubwa cha fedha. Akatoa kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili ya wimbo huo tu peke yake. Sasa pale kulikuwa na nyimbo nyingi sana ziliimbwa. Lakini yeye wimbo ulimgusa hadi akatoa kiasi kile cha fedha, kiasi kikubwa tu cha fedha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pengine kuna kitu kilimgusa, sio yani hakuwa na namna nyingine ya kuelezea. Hicho kitendo alichokifanya cha kutoa kiasi cha fedha pengine kinaweza kikatafsiri kwamba kuna namna ambapo ule wimbo umefanya nini, umemgusa katika maisha yake. Sawa, nikirudi kwako kama mwalimu, kama mtunzi, lakini pia kama muimbaji, ni sehemu gani ya wimbo huu wa huruma ya Mungu unaipenda? Na ninatamani katika namna ya uimbaji, kwa sababu ni mwalimu anasema askari muda wote lazima ajitayarishe, utuwasilishie na watazamaji wa Mwangaza Digital pia wapate kuona mtunzi wa wimbo huu, maana wakati mwingine watunzi hamkumbuki nyimbo zenu. Ni kweli kabisa. Sehemu gani wewe ya wimbo huu unaipenda sana, na utuimbie, alafu kimaliza tuambia kwa nini hiyo sehemu unaipenda zaidi? Sijui sasa nisemeje. Unajua sasa hivi inawezekana kweli, ndugu mtangazaji, kwa kweli hapo unanitega. Wimbo inawezekana kweli samani, inawezekana kweli ukawa ukapenda sehemu tu ya wimbo. Una mwili wako alafu ukasema katika mwili wangu kuna kiungo kingine naona hakiko sawa. Inawezekana napenda kote, lakini kuna sehemu napenda zaidi. Anyway, wimbo ni sehemu zote za wimbo, kwa sababu ule wimbo kwanza ulivyokaa ni wimbo wa moja kwa moja. Japokuwa kuna sehemu chache tu najirudia, tofauti kwamba nyimbo zinakuwa na kitikio na mashairi, kitikio na mashairi, lakini wenyewe hujaenda kwa mtindo ulivyoanza, umeenda mpaka mwisho. Sasa ule wimbo katikati una mabadiliko. Kwa mfano umeanza kwa nguvu, afu na sehemu fulani umeenda umepoa kabisa, tunaimba kwa kuburuza. Unaburuza, kuna sehemu nyingine tena unaanza kwa kukimbia kidogo, alafu kuna sehemu nyingine unabadilika ufunguo, unaona, unakuja tena unaburuza. Alafu kuna sehemu nyingine unaenda hivyo, kupokezana sauti, kunaitwa counterpoints. Unaanza sauti ya kwanza, unafuata sauti ya tatu, ya pili, ya nne, hivyo unachanganya mwisho unamaliza kwa pamoja. Kwa hiyo wimbo umeenda una variations tofauti. Sasa ukisema kwamba labda sehemu gani naipenda sana, anyway sijui, lakini mimi kuna sehemu fulani ile ambapo mara ya kwanza unabadilika ufunguo. Unabadilika ufunguo, alafu wewe unarudi tena ufunguo wake wa kawaida ulioanza nao. Hiyo sehemu ya kwanza. Alafu sehemu ya pili ni kule ambapo sauti zinafanya nini? Unaanza counterpoints. Wanaanza sauti ya kwanza, wanakuja kudakia sauti ya tatu, baadaye wanakuja kudakia sauti
ya pili, sauti ya nne. Sehemu hizo pia nazipenda. Nimetunga mwenyewe, nazipenda sana. Lakini pia kuna sehemu nyingine zinaniboa. Yaani mtunzi mwenyewe, lakini kuna sehemu wakati unatunga huliona ziko sawa, lakini kwa sababu unasema ukizisikiliza kama kuna namna. Mimi ni sehemu ni nzuri kwa kweli na zinapaswa. Lakini sasa naogopa kusema sehemu yenyewe inaniboa, kwa sababu ndio sehemu yenyewe ndio sala sasa, kwenye sehemu ya sala. Unaona sasa? Kuna sehemu ya sala sasa pale inasema tuombe. Tuombe, alafu inatamkwa sala ya huruma ya Mungu. Inatamkwa yote mpaka mwisho ile sala kwa kuburuza. Unaona? Sasa ile sehemu kwa kweli ni nzuri ukisikiliza vizuri, lakini kwa kuimba kuna sauti nyingine, kwa mfano hasa sauti ya tatu. Mimi mwenyewe mwalimu, lakini mimi ni mwimbaji wa sauti ya tatu. Ndio. Kwa hiyo kuna sehemu fulani sauti ya tatu kama vile unataka kulia hivi, sauti imevunjwa, hii inaenda hivi, yani mtu utafikiri anataka kuanguka. Unaona? Kwa hiyo ikifika eneo hilo sasa, tukiimba ikifika eneo unasema sasa ile eneo lile ndio limeshafika sasa. Mkristo ushike moyo. Tukivuka hapo nasema afadhali tumevuka. Kwa hiyo ipo namna hiyo. Lakini kiujumla kwamba wimbo ni mzuri, na mimi mwenyewe naupenda kwamba ni wimbo mzuri. Sawa, usituuzie mbuzi kwenye gunia. Tunatamani tusikie sauti yako ukiimba sehemu ya wimbo huo wa huruma ya Mungu. Jamani. Na imani watazamaji walikuwa nasema kama ni mtunzi wimbo ni wa kwake, ni mwanakwaya, umesema sauti ya tatu, safi kabisa. Mwalimu unafundisha sauti ya ngapi na ya ngapi? Au sauti zote? Nafundisha sauti zote. Maana yake hautokosa cha kuimba. Naam. Chagua kwa sauti yoyote utatuimbia. Lakini unajua ndugu mtangazaji, wewe sijakataa. Lakini unajua ndugu mtangazaji, unajua sisi walimu au wanamuziki mara nyingi tumezoea tunapokuwa tunaimba, tunakuwa tunaimba tunakuwa na rejea. Kutoka kichwani. Unajua hiyo ndio weledi wenyewe kwamba lazima tuwe na rejea. Sasa ungeniandaa mimi ningekuja na nota zangu hapa, ningesoma vizuri. Lakini ukiniambia nitaimba, lakini sasa sitakuwa huru sana. Imba hata kidogo. Na imani watazamaji wana shauku ya kusikia. Pengine mwingine hajawahi kuona huo wimbo au hajawahi kuusikia, lakini anatamani kusikia kutoka kwako. Labda inaanza sauti ya kwanza, lakini itaimba kwa sauti yangu mimi. Haina shida. Ombeni huruma yake Mungu. Ombeni huruma yake Mungu. Anatutaka tumkaribie kwa sala bila kukoma, tukijuta dhambi zetu na kumwomba, atumwagie huruma yake sisi pamoja na dunia nzima. Safi sana. Kwa nini uliweka maneno hayo? Mwishoni umetuambia kuna sala sasa ile ya huruma ya Mungu. Mwanzoni unasema ombeni huruma yake Mungu, atumwagie huruma yake sisi pamoja na dunia nzima. Naam. Sisi tuombe. Unajua kuomba maana yake tunapozungumzia swala la kuomba, wote tunapaswa kuomba. Lakini pia tujue kwamba kuna watu wanaitwa waombaji. Unaona? Kwa hiyo sisi tunajiweka katika kundi la nini? La waombaji. Lakini kuna watu wengine wao pia hawafanyi nini? Hawaombi. Unaona, hawaombi. Kwa hiyo sisi yale maombi tunayopeleka yawahusishe na hata wale wengine ambao hawaombi. Kwa hiyo sio hatujiombei sisi wenyewe, na wengine pia ambao hawajafanya nini? Hawaombi. Kwa hiyo sisi kama waombaji hatujiombei sisi wenyewe pekee yetu, tunaombea na wengine ambao pia wao sio waombaji. Sawa. Wimbo wa huruma ya Mungu uko ndani ya albamu ya Mifupa kutoka kwa kwaya ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska. Pengine kuna namna yoyote umewahi kujilaumu kwa nini uliwapa wimbo huo kwa Ledokoska, au kwa sababu ulikuwa sehemu ya familia yao? Kujilaumu kwa maana ipi ndugu mtangazaji? Wanasema kuna wakati mwingine unaweza kumpa mtu kitu alafu ukasema hiki nimempa lakini hajakitendea haki, ningempa fulani pengine angekitendea haki zaidi. Nashukuru hilo. Kwa kwaya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska sijajilaumu kwa kweli. Kwamba wimbo waliutendea haki vizuri sana, waliimba vizuri, sauti nzuri kabisa. Pamoja na kwamba wimbo ulikuwa ni mgumu sana, lakini pia hata kwenye video yao ilikuwa imetoka vizuri. Kwa hiyo kwa ujumla waliutendea haki kabisa. Kwa hiyo wala sikuweza kujutia.
Mlitumia muda gani kujifunza mpaka ukakamilika? Kwa sababu umetoa tahadhari mwanzoni wakati unazungumza kuna vipengele lakini pia ni mgumu. Wimbo huu tulitumia takriban mwezi mzima kujifunza wimbo. Naposema mwezi mzima simaanishi kwamba ni kila siku 30, hapana. Yaani siku zile za mazoezi tunakuja na tuna maandalizi mengine. Kwa hiyo tukijumlisha ilikuwa ni hadi uimbwe vizuri inavyotakiwa ni baada ya mwezi. Na ule wimbo ulikuwa kwa mara ya kwanza ulikuwa ni kwa ajili ya mashindano. Ulikuwa wimbo wa mashindano. Tulipewa tuende kwenye mashindano ya kwaya ambayo yaliandaliwa na Radio Mwangaza na St. Gaspar Hotel. Kwa hiyo walitoa theme kwamba wimbo wa huruma ya Mungu. Kwa hiyo mimi nikapewa ile jukumu, nikaandaa ule wimbo. Kwa hiyo pamoja na kwamba umekaa vile kwa sababu pia ya mashindano. Unapoenda kwenye mashindano basi natakiwa kama umeambiwa uandae wimbo wa mashindano kunatakiwa kuwa na upekee fulani hivi. Na ule wimbo inabidi uwe na hadhi ya mashindano. Unaweza kuimba tu mashairi, kitikio, hapana. Kwenye mashindano majaji wanaangalia vitu vingi. Kwa hiyo ule wimbo ulikuwa umekava vitu vingi sana ambavyo majaji wanaweza kufanya nini? Wakaangalia. Kwa sehemu nyingine sauti inabidi zipande, sauti zishuke. Sehemu nyingine si ufunguo unabadilika. Kwa hiyo vyote vionekane kwenye muziki, lakini pia ionekane wanakwaya wanafanya vile kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo pale inampa uhuru sasa yule judge anaweza kujua kwamba hapa wameutendea haki wimbo. Akatoa alama kulingana na jinsi wimbo ulivyo. Kwa hiyo mara ya kwanza ule wimbo ulikuwa kwa ajili ya mashindano. Ulikuwa wimbo kwa ajili ya mashindano. Na ilikuwa mwaka 2015 kama hicho ilikuwa ni kwa ajili ya mashindano. Kwa hiyo baada ya mashindano na kweli sisi kwaya ilifanya vizuri. Kwa hiyo tulishinda kupitia ule wimbo tulishinda. Baada hapo tukaendelea kuimba. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni wimbo ambao unapendwa. Kwa hiyo ilipofikia wakati tumesema kwamba tunataka turekodi, basi tukasema na huo pia tufanye nini? Turekodi na ulirekodiwa vizuri. Sawa, katika utunzi wapo ambao ukitaka nikutungie wimbo, kwa mfano mimi Rose nikasema nina kwaya yangu labda ni ya Muungurumo wa Sifa au kwaya kutoka Radio Mwangaza, tunatamani kurekodi wimbo. Katika zile nyimbo ambazo tunatamani turekodi, tunaomba wewe kama mwalimu pia uwe sehemu ya ambao watatutungia nyimbo zetu. Mwingine anakuambia mimi ili nikutungie wimbo nahitaji shilingi labda 500, mimi nahitaji shilingi 600, mimi nahitaji 100, au mimi nitawatungia wimbo lakini mnaweza mkanipa labda ile ya karatasi na kalamu. Kwako ikoje? Kwangu mimi na nimeshawahi kusema mara kadhaa, kila mmoja na falsafa yake. Kwangu mimi sijaweka masharti hayo kwa kweli, na wala sikupendelea sana kuweka masharti hayo. Mimi lakini binafsi kwa sababu nasema kwamba mmepewa bure, toeni bure. Lakini ninaposema hivi simaanishi kwamba ile kusema kwamba inahitaji ilipiwe kiasi fulani ni dhambi, hapana. Kwa hiyo mimi kwangu naona niko sahihi. Sijaweka vigezo na masharti hayo. Lakini kuna wengine walioweka vigezo hivyo pia wala sioni kwamba wanafanya vibaya, wako sahihi pia kutokana na mtazamo wao, kwa sababu kweli ni muda inabidi ukae chini. Lakini kuna wengine wanasema kwamba okay, kama mnaenda kutunga, mnaenda kurekodi, alafu baadaye ili muuze mpate fedha, je mimi naye andika. Kwa hiyo pia na wenyewe wako sahihi. Lakini mimi upande wangu sijapenda sana nifanye hivyo, japokuwa pia kuna kipindi ambapo imekuwa ikinigharimu pia. Ikinigharimu kwa maana kwamba mtu anaomba, na kwa sababu kuna wengine tayari wanajua, nishasema mtu anasema kabisa mwalimu wimbo kiasi gani? Anasema wala mimi hamna haja ya kiasi, mimi nitakupa wimbo. Kwa hiyo akienda kule kwenye kwaya yake anaenda kusema bwana wimbo au anasema kule anataja dau kule kwamba wimbo kutoka kwa mwalimu ni hiyo imeshatokea ni kiasi fulani. Wakati mimi sijasema. Unaona, kwa hiyo ndio changamoto ambayo nimeshawahi kuipata kutokana nayo. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo pia na hiyo sikuipenda sana, kwamba mtu sehemu nyingine wanatoa hela, wanalipia. Mimi kwangu nasema wala usilipie. Lakini sasa inakuja ameomba wimbo, pengine yuko mbali, nimeshatunga ule wimbo, sasa inabidi nimtumie.
tena nitumie gharama zangu tena. Wengine wako hivyo tena, anauliza kama mwalimu sasa wimbo tayari. Sasa mwalimu, sasa inabidi unatutumiaje sasa? Nakwambia yani sasa unajua kuna shida kujiongeza hata la kutuma wimbo. Kwa hiyo kwa kipindi cha nyuma ilikuwa shida kidogo, maana yake inabidi uende sijui ukaskani. Yaani umeandika kwenye ukaskani, unaenda kwenye internet cafe ukaskani, baadaye pale ufanye nini? Watumie, unatumia gharama pale. Kwa hiyo hilo pia walikuwa hawatendi haki katika hilo. Lakini baadaye nikawa nimewaambia kwamba inabidi mjiongeze sasa. Unaona, wimbo mimi nitatengeneza vizuri, lakini kwenye swala la kutumia inabidi nyie mjue kwamba wimbo mnaupataje ni juu yenu nyie. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kama ndo kwanza unaungana nasi, nikukumbushe tuko katika Dominika ya Huruma ya Mungu. Kwa namna ya kipekee tulianza naye Shemasi Philip Adrian Mtwa wa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambaye alitujuza kuhusiana na Dominika hii ya Huruma ya Mungu. Sasa tuko na mwalimu Laurian Walter Nyoni, mwalimu na mtunzi kutoka kwaya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia ni kiongozi wa ukokata Naam. Kwa hapa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Ndio. Kwa nafasi ipi? Ni mwalimu kiongozi wa kata Jimbo. Uko kata Jimbo, mwalimu kiongozi. Lakini naye maliza muda wangu, naenda kumaliza muda wangu. Bado haujaisha kwa sasa. Kwa mpaka utakapoisha, wanasema haijaisha mpaka ishe. Kwa hiyo ukimaliza basi tutajua hapo inakuwaje. Na katika namna ya kipekee pia yeye tumemwalika leo hii kuzungumza na akitushirikisha tone la upendo kuhusiana na utunzi wake. Lakini kwa namna ya kipekee na sababu kubwa iliyofanya tukapata msukumo wa kumwalika hapa studioni, basi ni kutokana na utunzi wa wimbo wake unaofahamika kama Huruma ya Mungu. Ametushirikisha kuhusiana na namna ambavyo alianza katika safari yake ya kimuziki na hata kufikia utunzi huo wa wimbo. Kwa muda huu msikilizaji, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, nikukaribisha tukapata nafasi ya kusikiliza sehemu ya wimbo huu wa Huruma ya Mungu. Kutazama na kusikiliza sehemu ya wimbo huu, tutarejea punde. Baada ya kurejea kutoka katika mapumziko mafupi, tafakari ambayo umeisikiliza inafahamika kama Huruma ya Mungu, ikiwa ni uimbaji wa kwaya ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska kutoka parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Utunzi wa mwalimu Laurian Walter Nyoni ndani ya albamu inakwenda kwa jina Mifupa. Tumerejea msikilizaji, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, wakati huu tunakukaribisha tuendelee na mahojiano yetu na mwalimu Laurian Walter Nyoni. Katika sehemu ya wimbo wako kuna maneno ambayo yanatajwa pale, mimi nimeyapenda na ninatamani pia tuwashirikishe watazamaji lakini pia wasikilizaji. Katika wimbo huu kuna maneno yanasema tuoneshe upendo na msamaha, alafu ikahitimisha ombeni huruma yake Mungu. Katika huruma ya Mungu tuna haja ya kuwa na huu upendo na hata msamaha. Asante ndugu mtangazaji. Yaani kweli katika huruma ya Mungu tunahitaji kuwa na hivyo vitu vyote viwili. Tunahitaji kuwa na upendo na msamaha, kwa sababu utakapokuwa na upendo tunaweza kufanya nini? Kuwasamehe wenzetu. Na hata hiyo huruma ya Mungu tunaiona ukienda kwenye Zaburi ya 100 na ngapi? 103 kama sikosei. Nasema Bwana anafadhili. Ni mwingi wa huruma. Simupesi, Bwana amejaa huruma na neema. Yes, Bwana amejaa huruma na neema. Simupesi wa hasira. Ni mwingi wa fadhili. Unaona? Hiyo tu kwamba ndani ya huruma kuna upendo. Unaona? Lakini pia Bwana anatusamehe makosa yetu. Ukienda kwenye kwenye maandiko pia Isaya kama sikosei, Isaya 55 kuanzia 6 mstari wa 6 na kuendelea kote kule. Amesema mengi sana kuhusiana na mtu mbaya na aache njia zake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na
amrejee Bwana, naye atafanya nini? Atamrehemu. Unaona? Kwa hiyo kumbe tukimrejea Mungu ataturehemu, japokuwa yeye Mungu huwa anatusamehe bila hata kujali kwamba tumetubu au hatujatubu. Kwa hiyo sisi tunahitaji kuonesha upendo na msamaha. Yaani tuwapende wenzetu, lakini pia ndani ya upendo ule kunakuwa na msamaha. Upendo una masharti. Na masharti ya upendo ni magumu sana. Unajua kutamka tu upendo, kusema tu mimi nakupenda ni rahisi sana. Ukimwambia mtu nakupenda, kabla hujasema inabidi uitafakari. Uyakubali mapungufu yake yote, na hata atakapokuudhi kwa kiasi gani usihesabu. Chochote hata usikihesabu. Kwa kufanya vile kwa kufanya vile ndio kweli wewe unampenda. Sio kumpenda tu kwa kununulia, kwa kufanyia surprise ya kununulia nguo ndio. Hapana. Kwa hiyo ule uvumilivu, upendo huvumilia, hauhesabu mabaya. Upendo haufanyi nini, vile vitu ambavyo sasa ndio inabidi ukiwa navyo vile vitu, definitely kwenye msamaha lazima utakuwepo. Utaweza tu kumsamehe mwenzako. Kwa hiyo inabidi tuoneshe upendo na msamaha. Kwa nini? Kwa kuomba huruma ya Mungu. Kwa hiyo tukiomba huruma ya Mungu na Mungu akatujalia, basi hata hivyo vitu pia atatujalia ili tuweze kuvionesha kwa wenzetu. Sawa, kwa kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo, na kipi cha kumwambia mtazamaji wa Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, hasa katika Dominika hii ya huruma ya Mungu, kama mtunzi wa wimbo wa huruma ya Mungu na mtunzi wa nyimbo nyingine? Labda kwa mtazamaji ni kwamba tufahamu, tunasema tunaomba huruma ya Mungu. Wakati mwingine tunasali novena ya huruma ya Mungu. Ina maana sana kwetu sisi. Unajua ni neema pekee kupata vitu vya namna hiyo, kuvifahamu vitu vya namna hiyo. Wale wenzetu, mababu zetu wa zamani huko, hawakupata neema ya namna hii. Sisi kama tumepata neema, tena tumepata bure kabisa, basi tuitumie, na sio tuitumie kwa kusema au kusikiza tu, tuitumie kwa vitendo. Tuombe haswa kutoka moyoni huruma ya Mungu. Sisi bado tunahitaji huruma ya Mungu kila siku, kwa sababu ya ubinadamu wetu. Sisi kila siku tumekuwa tukitenda dhambi, kila siku tumekuwa tukimkosea Mungu. Kwa hiyo sio kutubu tu, lakini pia na kumuomba Mungu atusamehe. Tumlilie atusamehe hata kama hatufanye nini, hatustahili. Lakini pia tusishie tu kwamba tumuombe Mungu msamaha. Pia na sisi tuwasamehe wenzetu, tuwasamehe wengine. Na huo ndio mtihani mkubwa ambao tunao sisi katika dunia hii. Hata ukiangalia vita inatokea, watu wamegombana nchi na nchi, ni neno moja tu. Mmoja wapo kati ya wale wawili angeamua kutoa msamaha, wala tusingefika kote huko. Yaani angeamua tu kusamehe, kwamba umeambiwa maneno mabaya, ukiamua kusamehe basi yataisha, na Mungu ataweka neema yake pale, wala hayatakuletea maumivu, kwa sababu umeamua kusamehe kutoka moyoni. Kwa hiyo huu ndio mtihani mkubwa ambao tunao. Mimi nawaambia watazamaji kwamba tusiishie tu kusema kwamba tunaomba huruma ya Mungu, basi tuifanye, tuiombe, lakini pia tuipractice kwa vitendo kabisa, kwamba hii ni huruma ya Mungu, na sisi tuoneshe kwa wenzetu kwamba tunamlilia Mungu atuhurumie. Lakini sisi pia sisi upande wetu tunashindwa kuwahurumia wenzetu, haitaleta maana. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kwa namna ya kipekee ni mshukuru kwa dhati Shemasi Philip Adrian Mtwa wa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, lakini pia ni mshukuru Mwalimu Laurian Walter Nyoni. Hawa wote wamefanikisha kukamilika kwa kipindi chetu kwa siku njema ya leo, tunapoizungumzia na tulipoizungumzia kwa kina Dominika ya huruma ya Mungu, kama ambavyo wengi tunaitambua pia kama Dominika Nyeupe. Siku njema leo, natumai umesikia vitu vingi, na kwa namna ya kipekee na umeshiriki huruma hiyo ya Mungu kwa kushiriki nasi kipindi, kuifahamu ina maana gani, inaadhimishwaje, na waamini tunaweza kuiadhimisha vipi. Lakini pia tunasema kuimba vizuri ni kusali mara mbili. Hivyo tushiriki vizuri kwa kusali mara mbili, kwa kuimba kupitia utunzi wa Mwalimu Laurian Walter Nyoni, huruma ya Mungu. Kwa niaba ya Nemes Victor Michael nyuma ya kamera, na kwa niaba ya wageni wetu Shemasi Philip Adrian Mtwa na Mwalimu Laurian Walter Nyoni, mimi ni Rose James Kipeleka, Simba yo kinita dada wa upendo. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na tunapohitimisha, mimi pamoja na Mwalimu Laurian Walter Nyoni tunakuaga kwa namna hii. Ombeni huruma yake Mungu. Ombeni huruma yake Mungu.
atutaka tumkaribie kwa sala bila kukoma, tukijuta dhambi zetu na kumwomba atumwagie huruma yake, sisi pamoja na dunia nzima.